kwenye grupu lenu mweke kwamba lazima mfanye vijana mfanye nini? Kazi. Alafu mwe na nguo za nini? Za kazi. Ukiona zinakutia aibu, ziweke kwenye nini? Begi. Katabara mfanye nini? Amesema muda unafanya nini? Unaenda. Unapaswa uwe na nini? Na hela. Kwa sababu unafanya kazi halali. Upige makofi, inakuhusu. Lakini leo hii tunashuhudia watoto wa kiume wanataka kulelewa na mashangazi. Wanaita nini? Mishangazi, si ndio? Jamani wamama, nasema uongo kweli? Unafikiri kwa nini mtoto wa kiume anatafuta mshangazi? Malezi. Hakupata kuona malezi ya baba au mwanaume ndani ya familia anatakiwa kuwaje. Kwa hiyo yeye anaona tu kila kitu kinapatikana kwa urahisi, hajui hata zile struggle ambazo mwanaume anatakiwa kuwa nazo. Sasa mtoto wa namna hii akitoka hapo, ina maana hawezi kuendesha familia. Atakubali hata kunyanyasika na huo mshangazi mwenyewe au kuutumikia, lakini mwisho wa siku atakuwa ni baba wa aina gani? Tunatengeneza baba wa aina gani eti wananchi? Hakuna, kwa sababu ni baba ambaye kila kitu anataka afanyiwe. Haya, mshangazi kamzalia mtoto, baba kila siku analala kwenye kochi anaangalia TV kuanzia asubuhi mpaka jioni. Huyu atakuwa ni baba wa aina gani? Hawezi kuwa baba mzuri, wala hawezi kuwa role model kwa mtoto, kwa sababu ni baba asiye wajibika. Lakini mwisho wa siku huyu baba akiachwa na ule mshangazi ataingia kwenye nini? Athari za kisaikolojia, na mwisho wa siku anaweza akamdhuru hata yule mshangazi, kwa sababu akiwaza ninaenda kuishi maisha ya aina gani wakati huyu sponsor ameondoka. Sasa maisha kwangu yanaenda kuwa magumu. Mwisho wa siku anaibuka kuwa mkatili. Lakini jambo jingine ambalo katika malezi ya watoto wa kiume ambalo linakuja kuzaa ukatili baadaye ni ile zana kwamba ile zana ya uwanaume. Kwamba mwanaume hali, mwanaume haruhusi kulia. Wewe mwanaume unalia? Unaliaje? Mwanaume haruhusi kulia. Ngoja niwaambie ukweli. Hakuna kitu kinashusha moyo na kuupa moyo nafuu kama kulia. Jamani wanaume, lieni. Wanaume mnanisikia? Wanaume itikia. Wanaume mnanisikia? Lieni. Lieni, mpunguze machungu kwenye mioyo. Lieni, mpunguze majeraha. Wanawake sisi tunaitwa mbu. Wanawake wenzangu, kweli si kweli sisi tunaitwa mbu? Kwamba tuna kelele sana. Lakini zile kelele ndizo zinazotusaidia sisi kutoa yale yaliyomo ndani. Kwa hiyo yanatupa mioyo inakuwa na, yani nafsi zetu zinakuwa nyepesi. Kwa hiyo nafsi ikiwa nyepesi, hata kufanya ukatili sio rahisi. Huyu unayemwambia asilie muda wote kabunda, amebeba mizigo 100. Hana mtu wa kumwambia, hawezi kuyatoa kwa sababu amebebesha ile zana kwamba yeye ni nani? Mwanaume. Kwa hiyo mwisho wa siku anaumia nayo ndani. Mtu wa namna hii akitoka pale lazima ataishia kwenye kufanya ukatili, kwa sababu hana nafasi ya kusema, hana nafasi ya kutoa. Kwa kuwaelekeza kwamba wasiweke vitu ndani, wajifunze kulia. Wanaume kalieni. Mnajua wanaume wanalilia watu. Sasa nataka niwafundishe namna ya kulia. Mnataka kujificha msionekane? Wakati wa kuoga. Wakati wa kuoga ule, jimwagie maji. Kama una lile bomba la mvua zuri zaidi, huna hata ya kujimwagia. Lia, toa yote ya moyoni. Ukitoka huko jamani, mume wangu mbona macho mekundu? Mwenzangu ni sabuni. Sabuni iliniingia kwenye nini? Kwenye macho. Lakini tayari umeshatema nyongo, sumu yote imetoka, hauwezi kufanya vitendo vya nini? Hauwezi ukafanya vitendo vya ukatili. Lakini kitu kingine cha malezi ambacho kinawapelekea wanaume kufanya vitendo vya ukatili, ambapo pia ni lazima tuzungumze. Mazingira ambayo watoto wa kiume wanakulia. Mtoto anaweza kuwepo nyumbani ni mtoto mzuri tu, lakini akitoka nyumbani akaingia kwenye jamii, kule sasa anaenda kukutana na makundi. Kuna makundi yale ya umri mmoja, lakini pia kuna mitandao ya kijamii. Mtoto kule anajifunza mambo tofauti tofauti, kama mzazi amekuwa busy akashinda kukaa naye chini kumwelekeza. Kwa hiyo hebu tuliangalia hili swala la malezi ya watoto wetu wa kiume, tuwarudishe kuwa wanaume halisi. Mruhusu mtoto wa kiume, yaani ukiona mwanao wa kiume anapenda kulala kwenye kochi, muda wote anaangalia TV, mfukuze. Mwambie wewe nenda kacheze hata mpira. Ruhusu mtoto atoke, aende akajichanganye na jamii. Hayo ndio malezi ya watoto. Lakini watoto wa siku hizi wa kiume
tunavyowalea na shule zetu hizo wanazosoma za private. Yaani kuanzia asubuhi hata kubeba tu begi lake la shule. Tunaona hivi unakutaki ukishapata cheo, ukishapata fedha, kitu ambacho unachokimbia ni kuvunja ndoa. Unapovunja ndoa unaharibu. Na hayo maneno anayokuambia ni mimi. Ndio hapa nikwambia pale mwingine chikuana paka mngerara upande mmoja ngerara chini mmoja ngerara juu. Simsawa pande. Angekwambia mwapa hapa mmoja ngerara chini mmoja ngerara juu. Acha hiyo tabia. Hapa duniani tunaishi kwa nini? Kwa muda.